So kwenye hii nyumba kulikuwa na ugomvi wa hawa watu wawili, mke pamoja na mume, na maanisha Nicole ambaye ni mwanamke na huyu Mide ambaye ni mwanaume. Lakini pia kulikuwa na mfanyakazi ambaye ndo chanzo cha ugomvi wa hawa watu wawili. Huyu mfanyakazi inasemekana kwamba Nicole anatuhumu kwamba jamaa alikuwa anatembea naye, ingalikuwa ilikuwa sio ukweli kabisa. Yaani Nicole ni mtu ambaye anajali starehe zaidi kuliko mtoto wake pamoja na mume wake. So huyu mfanyakazi kuweza kufanya majukumu ambayo ameajiliwa kuyafanya, yeye anaanza kumfanya aamini kwamba huyu mwanaume atakuwa anatembea na huyu mfanyakazi, kwa sababu huyu mfanyakazi anafanya kila kitu ambacho alitakiwa Nicole aweze kufanya. Ndio, kwa sababu Nicole yeye mwenyewe hana muda wa kufanya hivyo vitu. So ikabidi Nicole leo mfukuze huyu mfanyakazi na aseme kwamba mimi simhitaji tena huyu mfanyakazi kwa sababu umekuwa ukitembea naye wewe. Wewe ni mwanaume mpumbavu sana. So Mide anasema kwamba alichokuwa anafanya huyu mfanyakazi wewe ulikuwa ukifanya, alafu unategemea mimi ni muangalie tu hapo na mfukuza, alafu kinaendelea kitu gani baada hili, kwa sababu wewe ufanye chochote kwenye hii nyumba, umeona? Nicole anasema kwa hiyo ndo lala na huyu mfanyakazi. Jamaa anasema sijalala na huyu mfanyakazi, na umeniona wapi nikilala na huyu mfanyakazi? Umeona? So tunamuona Nicole ni kama ana wivu, lakini hafanyi vile vitu ambavyo mwanamke anatakiwa kufanya kwa mume wake. Sasa siku ya leo ilikuwa ni siku ya shule. Huyu jamaa yetu Mide anasoma chuo, na huyu Nicole pia alikuwa ni mwanafunzi anasoma, lakini chuo yenyewe ameacha kwenda kusoma sasa hivi. So siku ya leo jamaa yetu anajiandaa kwenda chuoni, na anashuka kwenye kutoka chumbani kwenda sebuleni, na anashangaa kuna mtoto pale ambaye ni JJ, mtoto wao. Ina maana Nicole alikuwa amemwacha hapa na ameondoka zake. Ingalikuwa jamaa alikuwa anataka kwenda zake chuo. So anamuita Nicole anamwangalia kila sehemu, hayupo. Amempigia simu, apokei simu, naambiwa. So ikabidi jamaa aweze kuchukua majukumu ya kumlea mtoto wake leo. Ingalikuwa alitakiwa kwenda chuo, lakini ikabidi tu aweze kuenda naye kwa sababu ana vipindi muhimu na hawezi kumwacha pia mtoto peke yake nyumbani. Mfanyakazi pia kama unavyoona amefukuzwa. So jamaa akawa ameingia darasani na ule mtoto wake. Unaambiwa lecture akawa amemkubalia tu na akamwambia mtoto wako akilia mzee itabidi tu nikufukuze. So akawa anaendelea na kipindi hapo na mtoto analia. Unaambiwa kulikuwa na testi muhimu sana. Lecture anamwangalia naona huyu jamaa anazingua kinoma. Mtoto analia, wenzio wanafanya mitihani hapo. Lakini jamaa akawa anamuomba lecture kwamba naomba uweze kunivumilia na mnyamazisha atakaa kimya. Umeona? So ilikuwa ni chance ya watu wengine pia kuweza kupiga chabu hapo, kwa sababu mtoto alikuwa na distract umoja wapo darasani. So jamaa amemnyamazisha mtoto na ikawa kama vile anazidi kumshusha pia kwenye performance ya chuoni pale. Sasa tukija kumuona mwanamke mwingine ambaye anaitwa Sera. Huyu ni mwanachuo pia kwenye hichi chuo, lakini pia ni mtu ambaye ni jasiriamali, anajituma sana huyu mwanamke. Yaani ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi apate pesa yake mwenyewe. So uaga anagawa vipeperushi kwa wanafunzi wenzake wataohitaji kufanyiwa usafi, labda kufuliwa nguo, kupikiwa, hata pia kuweza kudeki kwenye nyumba ambao wanaishi. Basi yeye anafanya hizo kazi na anapata kipato ambacho kinamuendesha yeye pamoja na mama yake. Sasa tunamwona hapa alikuwa anagawa vipeperushi na jamaa yetu alikuwa hapa pembeni anaongea na simu, anajaribu kumpigia Nicole lakini Nicole hapokei simu. So tunamwona bado Sera alikuwa anagawa vipeperushi hapa, na baadaye Mide kuweza kurudi nyumbani na mkuta mke wake Nicole amelewa chakali. Unaambiwa chakali, yani ndani pananuka kweli kweli, ametapika na vitu kama hivyo hapo. So amefika pale kana anasema hii kweli ndio kitu ambacho nimekioa kweli. So akawa amembeba hapo, amempeleka chumbani kwa sababu ndo mke wake. Sasa atafanyaje? Amempeleka chumbani na akarejea pale sebuleni akaanza kusafisha, kitu ambacho mwanamke ndo alitakiwa afanye. Yani jamaa akirudi nyumbani akute nyumba safi. Umeona? So jamaa ana uwezo wa kipesa, lakini ndo hivyo, bado ni mwanafunzi, lakini pia aliwahi kuoa, lakini ameoa mtu ambaye sio sahihi katika maisha yake. Lakini mbaya zaidi ni kwamba wamezaa pamoja, kwa hiyo huwezi kumwacha. So ikabidi tu avumilie. Huku nakuja kumuona Sera baada ya kuweza kurudi kutokea chuo, na kama nilivyokuambia anafanya kazi ndogo ndogo pale chuo kuweza kuwasaidia wanafunzi wengine, anapata kipato. So leo alikuwa anahesabu pesa zake hapa, na mama yake amefika pale. Akasema mama, vipi, mbona kama vile umechoka sana? Mama yake akasema mfanyakazi wangu leo pale alikuwa ni mvivu, kwa hiyo ikabidi mimi nimsaidie leo kufanya kazi nyingine. Sera akasema pole sana mama. Akasema asante. Vipi kuhusiana na scholarship? Huyu dem hana uwezo wa kujilipia ada, na mama yake kama unavyoona uwezo wake ni mdogo, anapika yani kama vile mama ntilie. So alikuwa anategemea zaidi scholarship ambayo itamsaidia yeye kuweza kulipa ada yake. So mama yake anamuuliza vipi kuhusiana na scholarship? Sera akasema bado haijatoka, haionekana kama nimepata au sijapata, lakini angalia hii ni pesa ambayo nimeingiza kupitia ile kazi ambayo nilikwambia naanza kuifanya, kugawa vipeperushi na watu wanipatie kazi pale chuoni. Mama yake akasema naomba unisamee mwanangu, kwa sababu sijakupatia kile kitu ambacho ulitakiwa kupata kama mwanamke ama kama mtoto kwenye familia yoyote. Lakini pia najua itakuwa ni ngumu sana kuweza kufanya kazi kwa wanachuo wenzako, ingalia kuwa wewe pia ni mmoja wao ambao unasoma kwenye hicho chuo. Sera akasema usijali mama, mimi nipo tayari kufanya chochote kwa ajili ya kuweza lea sisi wawili. Kwa hiyo usijali, mimi nafanya kazi wala sijali chochote. Kwa hiyo
wakinisema wasiniseme watajua wenyewe. Basi mamake akasema sawa, najivunia kuwa na wewe binti yangu. So huku leo tunamuona media alikuwa anamsema Nicole mke wake, anamwambia hivi, ni mwanamke wa aina gani? Ni mwanamke ambaye huwezi kabisa kutulia kwenye nyumba yako, lakini pia huwezi kumwangalia mtoto wako, lakini pia mpaka chuo umeacha. Nicole akasema haya, hiyo inakuhusu nini? Mimi kuacha chuo inakuhusu nini wewe? Ni maisha yako hayo. So jamaa akasema hapana, kumbuka wewe ni mke wangu, natakiwa nikulinde na nikuulize kuhusiana na kila kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yako. Akasema kwa nini? Kwa nini unifanyie hivyo? Ufuate maisha yako wewe. So jamaa yetu inaonekana kabisa mke wake amempanda kichwani, yani hamsikilizi kwa lolote lile. Na unaambiwa Nicole akaondoka kutaka kumsikiliza jamaa. Leo jamaa yetu amekaa kana anajisomea zake pale na endelea kuweza kusoma kwa ajili ya test ambazo alikuwa nazo chuoni. Anashangaa kuna muziki mkubwa sana unalia sebleni, yani ni bongi ya muziki kama vile ni club unaambiwa. So ikawa mdistract kwenye kusoma, akaamua kushuka chini na kumwambia Nicole, akazima kwanza ule muziki, akasema hivi una matatizo gani? Uone kama hii ni apartment tunakaa watu wengi, lakini pia mimi najisomea kule juu. Kwa nini unapiga muziki kama vile tuko disco? Nicole akasema kwa nini unanizimia muziki wakati unajua bisa mimi na enjoy zangu hapa na rafiki yangu, unanizimia muziki? Kama ulitaka kusoma si uende library au uende chuo ukasome. Na hichi ni kitu ambacho kimfanya media akasirika, akachukua zile remote zote akaondoka nazo kwenda nazo chumbani ili Nicole asiweze control kitu chochote hapo kwenye redio. So Nicole amemwambia kwa nini unaondoka na remote zangu? Mrudisha hapa. Akanamwambia rafiki yake mambo yasharibika hapa. Vipi unaonaje tutoke? Rafiki yake akasema ni bora tutoke zetu out. Huko unakuja kumuona Sera alikuwa anafanya zake usafi. Kama unavyomuona hivi ndo vitu ambavyo anavifanya na watu wanamlipa kupitia hivi vitu anavyofanya. Alikuwa amefua nguo za huyu mshikaji, akamepatiwa pesa yake hapa na akamwambia asante kwa kazi nzuri. Basi Sara akawa endelea na usafi hapa na anapata order nyingi sana kutokea kwa wanachuo wenzake. So hichi ni kitu ambacho kinamfanya yeye pia aweze kuishi na kuweza kujilipia vitu vidogo vidogo pale chuo. So jamaa yetu baadaye Mide yuko zake nyumbani anambembeleza mwanae aweze kulala, mwanae JJ. Na unaambiwa Nicole mpaka sasa hivi tokea alivyoondoka hajarudi, unaambiwa nyumbani. So amembembeleza mwanae amelala hapo, akamwacha chumbani aweze kulala mwenyewe, lakini leo ikabidi ampigie simu babake na Nicole, lakini pia ampigie simu mama yake ili aweze kuambia kwamba jana Nicole akurudi nyumbani. Kwenye kikao, kwenye maongezi ya kile kikao, unaambiwa Nicole naye asubuhi ndo anafika nyumbani. Anasema baba umekuja leo nyumbani. Babake na Nicole anashangaa, Nicole mwanangu saa 2 asubuhi umelewa na umetokea wapi jana ukuwepo nyumbani? Nicole anasema mimi sijalewa jamani, mimi sijalewa, niko vizuri kabisa. Anaangalia upande wa pili anasema mama mkwe upo hapa. Mama mkwe wake anamwambia kwa hiyo wewe Nicole sasa hivi saa 2 una mtoto lakini pia una mume na unarudi nyumbani umelewa, ulikuwa wapi? Akasema usijali mimi sijalewa, kama nilivyowaambia sijalewa kabisa. So Mide anamwambia baba yake na Nicole, anasema unaona hichi kitu ambacho napitia kila siku mimi kwenye maisha yangu, na nikiwaambia mnaona kama vile mimi na ongea sana ama simtaki tena huyu mwanamke. Hicho ndio kitu ambacho mimi napitia kila siku. Haya ndio mambo anayofanya Nicole kila siku. Baba yake anasema Nicole umenidisappoint sana. Yaani sijategemea kabisa kama mwanangu unaweza kufanya haya mambo. Unaambiwa babake na Nicole akawa amepigiwa simu hapa na akasema jamani inabidi mimi niwaage na kikao muhimu sana. So nikwambie kitu Mide, huyu ni mwanamke ambaye ulisema unampenda na huyu ni mwanamke ambaye uliniahidi kwamba utamtunza kwa namna yoyote siku ya ndoa yako. So nadhani haya ni majukumu ambayo unatakiwa wewe mwenyewe kama mwanaume uweze kuyahimili. Kama ulivyosema kwamba utakuwa naye kwenye shida na raha. Kwa hiyo au upendo umepungua baada ya haya? Kama ulivyoahidi bwana inabidi umchunguze na umlinde mke wako. So jamaa akawa ameondoka zake, unaambiwa ni ameacha msala kwa mme wa aliyemuoa binti yake kwamba wewe si ulisema utakaa naye kwenye shida na raha. Hizi ndio shida na raha zenyewe. Mama yake na Mide pia anasema mwanangu mimi nilikwambia haya mambo lakini kunisikiliza. So mama yake tunajua alimkanya kwamba huyu binti inaonekana bado hajamaliza mambo na unataka kumuoa. So jamaa inaonekana kama vile akumsikiliza mama yake. So leo alikuwa na pika hapa mama yake na Mide kwa sababu bado alikuwa hajaondoka na mtayarishia chakula mwanae. Anapika hapa na Mide amefika jikoni pale anasema mama bado hujaondoka? Akasema niko. Akasema mama sikiza kuna kitu nataka nikwambie. Naomba uweze kunisamehe kwa sababu sikukusikiliza. Mama yake akasema kunisikiza kwa nini? Akasema uliniambia kwamba huyu mwanamke afai lakini mimi sikusikiliza, na ulisema kwamba bado sijamaliza mambo yangu lakini mimi nikaona kama vile niko tayari kabisa kuingia kwenye ndoa. Mama yake akasema nilikwambia, nilisema unatakiwa uoe ukiwa umemaliza chuo na uko tayari na umemwona huyu mwanamke ni sahihi, lakini wewe kunisikiliza. So sasa hivi mimi sina pia cha kukushauri zaidi ya kusema vumilia kwa sababu ndoa yako bado ni ndogo, ni changa sana. Kwa hiyo huwezi kumwacha huyu mwanamke sasa hivi, watu watakushangaa. Inabidi uvumilie tu mwanangu, umeona? Katika maongezi yao unaambiwa akaingia Nicole hapa. Vipi jamani mnaongea nini? Mama mkwe bado hujaondoka? Sijategemea kama utakuwepo mpaka sasa hivi hapa. Basi Mide akasema huyu ni mamangu, muda wote anaweza kaa hapa. Akasema hamna, hii ni nyumba yangu pia. Mimi ni mkeo, inabidi niwe na maamuzi. Akasema sijategemea kama unaweza kaa hapa mama mkwe, inabidi uondoke tu. So ikabidi Mide amwambie kwamba unaongea naye hivi mama yangu, kumbuka huyu ni mama yangu.
Basi mamake akasema hamna, usijali, huyu ni mkeo anaongea haya maneno, kwa hiyo mimi ndaondoka, usijali. Akawa ameondoka zake. Basi unaona Nicole amemfukuza mama mkwe hapa. Hichi ni kitu ambacho ni cha ajabu. Mide akasema hivi una akili vizuri, akasema yeye na akili, akambusu pale akamwambia nakupenda. So hichi ni kitu ambacho jamaa anakipitia kila siku. Leo pia alikuwa ameenda zake chuo na unaambiwa Nicole ameondoka nyumbani mapema sana. So jamaa anampigia simu Nicole, anamwambia naomba uje chuo umchukue mwanangu kwa sababu mimi na mtihani muhimu sana alafu wewe haupo. Hichi ni kitu ambacho kinanifanya mimi nikose kufanya huu mtihani. Naomba uje umchukue huyu JJ, umeona? So upande wa pili unakuja kumuona Sera pia alikuwa anagawa vipeperushi vyake vile kama kawaida. Akawa na gawia watu pale na akamuona Mide na alitaka kumgea PH kipeperushi. Akasema samani, naitwa Sera. Akawa amemgusa jamaa akasema wewe kwa nini unaitwa Sara mimi nifanye nini? Hilo jina lako mimi linanisaidia nini? Alikuwa na hasira, kumbuka, ya Nicole kuja kumchukua JJ na kuondoka nyumbani mapema. So akamtukana hata huyu mwanamke ambaye hakujua hata alikuwa anataka kitu gani kutokea kwake. Akasema kwa hiyo unaniambia unaitwa Sara ili iweje? Umeona? Unaona mimi na deal na mambo yangu hapa, unakuja kujitambulisha. Najitambulisha ili iweje? So labda jamaa yetu Mide alizani huyu mwanamke labda alikuwa anamtaka ama anampenda na vitu kama hivyo hapo. So alikuwa na hasira zake, akawa ameenda zake kwenye mtihani, na unaambiwa kwenye mtihani leo pia ameingia na nani? Ameingia na JJ. JJ alikuwa analia sana, unaambiwa lecture anaendelea kufundisha hapo. JJ analia kinoma. So lecture ikabidi tu leo amwambie jamaa yetu kwamba oya, inabidi umtoe mtoto wako kwa sababu ana distract darasa langu. So jamaa ikabidi mtoe JJ pale na akanampigia pia Nicole kwamba Nicole uko wapi? Nimefukuzwa darasani na mtihani soon, alafu nimekosa kipindi muhimu sana kwa ajili yako. Kwa nini uje kumchukua mtoto? Kwani uko wapi? Una issue gani unafanya? Umeona? Amempigia na mama yake pia, akaanza kumueleza kitu ambacho anakipitia kwamba na mtihani muhimu, afu Nicole apokee simu zangu na nampigia na mueleza kuhusiana kuja kumchukua JJ lakini anisikilizi. Ghafla anatokea Sera, yule binti ambaye alimfukuza asubuhi na alimkaripia sana. So akasema kwamba kwa sababu Sera alikuwa amesikiza kitu ambacho jamaa alikuwa anaongea kwenye simu, akasema mtoto analia kwa sababu inaonekana diaper yake imeloa mkojo, kwa hiyo inabidi umbadilishe. Mide akasema huyu mtoto nimembadilisha diaper sio muda mrefu, kwa hiyo nahisi kama vile tu labda anasumbua na mtaka mama yake ama vitu kama hivyo hapo. Akasema hamna, niko sure mtoto akilia kama hivyo diaper yake inakuwa imeloa mkojo, inamchoma, kwa hiyo inabidi ubadilishe. Niamini mimi, najua watoto wanavyofanyaga. So jamaa akasema okay, ngoja nikaangalia. Ameenda kwenye gari kweli akakuta diaper ya mtoto imeloa mkojo. So akawa ameibadilisha pale na akamwambia huyu mwanamke kwamba nakushukuru sana kwa kitu ambacho umenisaidia na pia naomba kuombe msamaha kwa kitu ambacho nimekufanyia asubuhi. Nilikaripia kitu ambacho sio mimi, yule nilikuwa na mawazo tu. Sera akasema usijali, naelewa. Nilikuwa nataka nikupe hichi kipapalushi changu, kitu ambacho mimi nafanyaga kila siku hapa chuo. Mimi nasaidia watu kuweza kufanya usafi na pia wewe unaweza nikakusaidia hata kumlea mtoto wako kama utakuwa busy. Kwa hiyo kama utanihitaji, hiyo ndo namba yangu. Basi jamaa akasema nakushukuru na sidhani kama naweza nikahitaji huduma kwa sababu mimi na mke. Nicole akasema Sera akasema okay, kumbe una mke? Akasema ya, ila usijali, ndaweka hichi kipeperushi, kama nitakuhitaji basi nitakutafuta. Akasema sawa. Basi tutakuja kuona leo jamaa yetu Mide amerudi nyumbani na mkuta mke wake Nicole alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda safari ya Abuja bila hata kumpa taarifa mume wake. Namwambia vipi, hii nguo imenifiti, inakaa vizuri? Akasema hizo nguo unazikunja unaenda wapi? Jamaa na mimi Nicole akasema ya, nina party ya rafiki yangu Abuja, kwa hiyo inabidi sasa hivi nijiandae niondoke na ndege inanisubiri muda so mrefu. Akasema unaondoka Abuja? Yaani unaondoka na unaniachia mimi mtoto hapa, na unajua na majukumu mengi, na shule lakini pia na majukumu mengine, afu wewe kama mke wangu unaweza kuondokaje tu hivi ghafla? Yani kama vile yani wewe ni mpenzi wangu au ni kitu kama hicho hapa. Umeona? So Nicole akasema kwa hiyo unataka utanifanya nini? Mimi naondoka, nimeshakwambia na party muhimu ya rafiki yangu. Ni ndoa ya rafiki yangu, siwezi nikaiacha. Nikasema eti nikusikilize wewe hapa. Kwa hiyo kweli akawa amemwaga pale mume wake Mide. Unaambiwa hivyo ndo alivyoondoka. Yani ize tu kama hivyo. So jamaa yetu akawa amebaki na mawazo sana. Hivi nakwaje sasa vitu kama hivi hapa? Leo pia ameenda darasani na alikuwa kwenye lecture ya mwalimu mwingine na alikuwa pia na mtoto wake JJ. Unaambiwa jamaa anaendelea kufundisha hapa. Unaambiwa mtoto akaanza kulia tena. So huyu mwalimu mwingine leo akamwambia oya, huyu mtoto wako akiendelea kulia mimi nakufukuza kwenye darasa langu. Basi jamaa akasema naomba univumilie kidogo, na mnyamazisha, anakaa kimya huyu. Basi unaambiwa jamaa kama amempatia mtoto maji vya kunyonya pale, mtoto akawa amekaa kimya na darasa likawa limeendelea. So leo jamaa yetu ikabidi tu amtafute huyu mwanamke ambaye anaitwa Sera kwa sababu alikuwa na kile kipeperushi chake. So akamwambia kwamba nilikuwa nakuomba kitu kimoja, kama unaweza kukaa na mwanangu kwa kipindi ambacho mimi nitakuwa na madarasa, itakuwa ni kitu kizuri sana kwa sababu ananisumbua sana. Basi Sera akasema usijali, niko tayari, kwa hiyo ni wewe tu. Akasema okay, kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya kudiscuss malipo. Akasema haina noma, basi ndakutumia
kadi yangu uweze kuingiza hayo malipo. Basi ikawa hivyo. Unaambia kweli leo Sera akawa amelipwa na jamaa kwa mara ya kwanza kabisa akamwachia mtoto wake huyu binti ambaye anaitwa Sera. Akamwambia kwamba okay, huyu mtoto anahitaji kila kitu ambacho kipo kwenye hili begi. Kwa hiyo utaangalia tu kitu gani ambacho kinahitajika kwa wakati fulani utampatia. Basi Sera ikabidi ampatie jamaa ID kwa sababu anamwachia mtoto na hawafahamiani. So inabidi umpatie ID ili hata lolote likitokea ukikimbia na mtoto wa jamaa, basi jamaa anajua sehemu gani na kupata kwa sababu ana ID yako, yani kitambulisho cha taifa. So jamaa akasema kwamba sawa, ilikuwa ina haja ya kuweza kunipatia ID kwa sababu na maelezo yako yote. Akasema hamna, usijali kwa ajili ya usalama zaidi. Basi jamaa akasema hamna noma. Akasema poa, kama muaga mwanae pale na Sera ikabidi aanze kea huyu mtoto. Lakini kitu kingine ambacho jamaa aliuliza baada ya kuona ile ID ni kwamba huyu Sera pia ni mwanafunzi kwenye chuo. Akasema kwa nini wewe ni mwanafunzi na unafanya hivi vitu? Umeona? So Sera akamwambia kwamba nime drop off kwa sababu sina ada ya kulipa. Kwa hiyo sasa hivi nafanya tu kazi ndogo ndogo. Basi jamaa yetu akawa ameingia leo darasani bila mtoto na alikuwa anamsikiliza vizuri sana mwalimu kwa ajili ya yeye kuweza kupata performance nzuri kwenye mitihani yake ya mbeleni. So leo tutakuja kuona baada ya kutoka kwenye darasa kama amemfuata pale Sera na akamkuta na mwanae. Akasema vipi, hajasumbua? Akasema hajasumbua kabisa. Vipi, tayari umetoka? Akasema no, lakini na kipindi kingine. Sijui kama unaweza kuvumilia pia kukaa naye. Akasema usijali, ni kama nusu saa hivi. Akasema hamna noma, mimi ndakaa naye, wewe nenda kwenye kipindi. Basi unaambia jamaa kama ameenda kwenye kipindi tena na Sera alikuwa amebaki na ule mtoto pale. Basi leo nyumbani amerudi media akawa anampigia sana Nicole. Unaambiwa ni wiki sasa hivi Nicole apokei simu. Apokei wala ashiki. Yaani simu inaita tu. Unaambiwa leo akawa amerejea kutokea chuo na akamkuta Sera nyumbani pale. Amembembeleza mtoto amelala. Jamaa akasema mbona unafanya kazi ambazo sijakuajiri kuweza kufanya? Sera akasema sikiliza, yani mimi nimembeleza mtoto amelala muda mrefu alafu sipendi kukaa mwenyewe hivi. Kwa hiyo nikaona nyumba yako sio safi sana, nikaona nisafishe. Yani sipendi tu kukaa mwenyewe bila kufanya kazi yoyote. Basi jamaa akasema sawa, nakushukuru sana. Basi akawa anajaribu piga kuongea na rafiki yake kwenye simu. Anakuja kwenye chumba cha mtoto wake JJ, anamkuta pia Sera anambembeleza mtoto wake JJ. Yani kama vile ndo mama wa huyu mtoto. So jamaa akawa anafurahi sana baada ya kumuona Sera anambembeleza mtoto wake kama hivyo na mtoto hata halia anafurahi. Baadaye anakuja kumkuta Sera amekaa na mtoto kwenye upenyo kwa nyumba, alikuwa anambembeleza bado yani vile ni kama vile mama yake mzazi ingali yakuwa sio mama yake. So jamaa akasema vipi, naweza nikawa join hapo? Akasema ya karibu. Basi wakawa wamekaa hapo na baadaye wakawa wametoka wametembea nje kidogo, akawa anampatia story yake na vitu kama hivyo hapo. So leo baada ya Sera kumaliza kazi mapema akasema nimemaliza kazi na naomba niondoke zangu. Basi jamaa akasema sikiliza, unaondoka sasa hivi? Kuna movie naiangalia hapa kali, naomba ukae hapa na kuomba sana uweze kukaa uangalie na mimi. Basi Sera akasema sikiliza, muda umeenda, angalia nje giza linaingia sio muda mrefu, so inabidi niwe nyumbani sasa hivi. Jamaa akasema usijali, mimi ndakupeleka hata nyumbani, kaa hapa tuangalie movie. Basi Sera ikabidi akae hapo, akaanza kuangalia movie pamoja, anacheka. Jamaa anafurahi sana kuweza kukaa karibu na Sera hapa. Sasa hii ni siku nyingine ambayo Sera kama amemfuata jamaa alikuwa anasoma hapa. Akasema sikiliza, JJ amechemka sana, inaonekana kama vile anaumwa, tumpeleke hospitali. Basi jamaa kama ameenda amemwangalia JJ kweli anaumwa na inaonekana wakawa wamempeleka hospitali na daktari hapa anasema yani huyu mtoto mngemchelewesha kidogo tu, inaonekana alikuwa na homa kali sana, lakini nashukuru mmemwaisha kwa sababu inaonekana sasa hivi anaendelea vizuri. Basi jamaa akawa amekutana na Sera huku na Sera anasema vipi, daktari amesemaje? Jamaa akasema ya sasa hivi mtoto anaendelea vizuri na nashukuru kwa kuweza kunotice hichi mapema. Akasema ya, akasema wewe si baadaye una mitihani lakini jamaa akasema ya na mitihani lakini itabidi tu niachane nayo. Akasema hamna, nenda kwenye mitihani, mimi nitakaa na JJ hapa, usijali. Jamaa akasema hapana, sitaki kuacha peke yenu. Akasema hamna, sikiliza, mimi naelewa, nenda kwenye mitihani, una mitihani muhimu sana, alafu mimi nitakaa na huyu mtoto, ndahakikisha atakuwa salama. Basi jamaa akasema sawa, nenda nyumbani, kuna kitu chochote ambacho utakihitaji? Sera akasema ya, kama unaweza kumletea kile kitu ambacho ananyonyaga itakuwa ni vizuri zaidi. Basi jamaa akasema sawa, baada ya kusikia mambo. So siku ya leo mimi narudi nyumbani na furaha sana kwamba oya, imagine nimeweza kuperform ile mitihani yote ambayo nilikuwa nafanya. Imagine nimefanya vizuri. Akawa amemkumbatia Sera pale. Sera pia akashangaa, jamaa amenikumbatia vipi? Jamaa akasema nakushukuru sana kwa sababu bila wewe sidhani kama ningefanya hivi vitu vyote vizuri kama nilivyofanya. Nakushukuru sana. Basi Sera akasema nashukuru pia kama umeona mimi na mchango kwenye hicho. Umeona, sio kabidi jamaa achukue wine, akasema tu celebrate bwana. Wakawa wamekunywa wine pale na kwenye kunywa hizo wine jamaa akawa ameplay muziki, wakaanza kucheza pale. Na jamaa akamkumbatia, akajikuta kama vile anataka kumkiss Sera ka push away kwamba hatuki kufanya hivi, wewe ni mume wa mtu bwana. Umeona? So jamaa ikabidi afunguke leo, akasema sikiza nikwambie, wewe ni mwanamke ambaye nimekaa na wewe kwa muda mfupi lakini nimejikuta nakupenda. Ni mwanamke ambaye nahisi kama vile nilitakiwa kuwa na wewe mwanzoni. Tofauti na Nicole kabisa. Kwa hiyo jua kabisa mimi nakuhitaji. Sera akasema sikiliza, unaongea kitu ambacho wewe mwenyewe ufahamu. Wewe ni mwanaume wa mtu na
kitu ambacho kinaendelea kwa Nicole ni muda tu, unahitaji kumpatia wakati, atarudi kwenye ile yake ya kawaida kama mke wako wa zamani. So jamaa akasema hapana, mimi ninachokiongea sasa hivi nina uhakika nacho, nahitaji wewe ndio uwe mpenzi wangu, na kuahidi kwamba Nicole nampatia talaka, na kuahidi kabisa. Umeona? So hichi ni kitu ambacho Sera ikabidi amwambie, sikiliza, sitaki mimi uweze kuacha ndoa yako kwa ajili yangu, alafu sitokuwa kabisa na amani kuweza kumuona mwanamke mwingine anateseka kwa ajili yangu mimi, yani mimi ndio nimemwachisha na mume wake. Siwezi. Inabidi umpatie muda mke wako. Jamaa akasema, unadhani sijampatia muda? Unadhani sijamvumilia kama unavyosema? Nimemvumilia sana, lakini nimeona imeshakuwa ni too much. Namwachia mimi, nampa talaka na kuahidi kwamba mimi nitakuwa na wewe. Naomba uweze kunipatia nafasi kwenye moyo wako. Basi unajua tena mwanaume kishaongea na Sera mwenyewe akalainika, akajikuta anapiga kiss na huyu jamaa hapa, na unaambiwa akaja kumwambia mama yake kwamba mama, yule mwanaume amesema kwamba atamwacha mke wake kwa ajili yangu. Mama yake akasema, we, sijakulea hivyo, huwezi kumwacha, huwezi kumwachisha mwanamke mwenzio ndoa yake kwa ajili ya mwanaume wake. Basi Sera akasema, mama, yule mwanamke anaonekana kama vile hamuhitaji kabisa huyu mwanaume. Imagine ni wiki ya 3 hajarudi nyumbani na ana mtoto na yule jamaa. Mtoto yuko pale na mume wake amemwacha nyumbani. Alafu ninavyomuona Mide ni mwanaume ambaye ni mzuri, ni mtu ambaye anajali, lakini yule mwanamke anaonekana yeye ndo atake hayo mapenzi. So jamaa amesema ananihitaji mimi, sasa mimi namkataliaje? Umeona? Mama yake akasema, sikiliza nikwambie mwanangu, sijakukuza hivyo. Sijataka kabisa uweze kuwa na huyu mwanaume ambaye ni mwanaume wa mtu. Umeona? Akasema mimi ndakusupport, ingalia kuwa mimi ndakusupport kama tu huyo mwanaume atakuwa ameachana na huyo mke wake na unajua kabisa yuko single, yani hayuko kwenye ndoa. Sasa hivi huwezi kusema eti unampenda ingalia kuwa ni mume wa mtu. So Sera kamwambia mama yake kwamba mimi nataka unisupport kwenye hili mama. Mwanao ameshazama kwenye mapenzi na kijana huyu, kwa hiyo inabidi unisupport. Mama yake akasema nishakwambia support yangu itatoka kama vile huyu mwanaume ataachana na huyu mwanamke wake na itaonekana kabisa ameshampata talaka na vitu kama hivyo hapo. So leo naambiwa jamaa kana andaa mambo ya talaka pale na ameletewa karatasi zile za kusaini kwamba anatakiwa kumwacha Nicole, na hizi karatasi akishazisaini inabidi Nicole pia aweze kuzisaini ili waweze kuachana. So jamaa akawa amepokea ule mzigo wa karatasi za talaka na akawa anajaribu kumpigia mwanasheria wake kwa ajili ya kuweza kufanya mambo mapema kabisa. So alipokuwa anaongea na simu ya mwanasheria wake na Nicole akawa ametokea hapa, na alivyotokea unaambiwa alikuwa na ngeungeu, yani ana alama kama vile ametoka kupigwa na mtu hivi. So akawa amekuja pale na alikuwa na huzuni sana na amekuja mpole. So jamaa toka anamwangalia, huyu Nicole umepatwa na kitu gani? So baadaye ikabidi amkalishe hapo na amwambie, vipi, umepatwa na kitu gani? So Nicole akawa ameficha mambo ambayo ameyapata huko alipotoka, na jamaa akawa amechukua zile karatasi kwa ajili ya kumpatia ili aweze kusign pale. Nicole akawa amejiwahi, unaambiwa amepiga magoti pale, akamwambia, sikiliza mume wangu, naomba unisamehe kwa kitu chochote ambacho nimekufanyia. Najua mimi ni mwanamke mbaya, najua ni mke mbaya, lakini nakuahidi kwamba nitakuwa mwanamke mzuri sasa hivi, na yote ambayo nimeweza kuyapitia nimejifunza tayari. Naomba uweze kunisamehe. Najua kama utanisamehe mimi nisamehe kwa sababu ya mwanangu JJ. Nahitaji mimi na wewe tuweze kumlea mwanetu kwa pamoja kama mume na mke. Naomba uweze kunisamehe. So akawa anaongea maneno ambayo alianza kumkatch Mide. Kumbuka kwamba Mide ameshamtongoza Sera na amemwambia anampatia talaka huyu mke wake kwa ajili ya kuwa naye. Alafu mwisho wa siku huyu Nicole anaanza kumuomba msamaha Mide ili aweze kuwa pamoja na warejee, na anakili kila kitu ambacho alikifanya kwamba atajirekebisha na atakuwa mke bora. So jamaa ikabidi ampatie nafasi nyingine mke wake kwa sababu kumbuka ni mama wa mtoto wake. So leo amerudi nyumbani kutokea chuo, anashangaa amekaribishwa na Nicole pale na anamwambia, mume wangu, najua umechoka, samahani, chakula chako kiko tayari. Jamaa anashangaa, chakula? Akasema niko tayari, nimesha order. Akasema no, nilishasema kwamba nitajitahidi kuwa mke bora sasa hivi. So usiorder, cancel hiyo order ya chakula, nimekupikia. Jamaa kama ameshangaa, umenipikia? Mpaka kaenda jikoni kajihakikishia kwamba leo Nicole amepika. Hichi ni kitu cha ajabu sana. Baada ya kumuona Nicole amepika na hii sio kawaida yake, hichi ni kitu ambacho kilimshangaza sana mshikaji. So amepakua pale akawa amekula zake. So baada ya kula unaambiwa baadaye tunaona Sera alikuwa fahamu kama Nicole amerudi nyumbani kwa Mide. So amekuja hapa kama kawaida yake kumuona JJ na kumuona Mide, lakini anashangaa amefunguliwa hapa na mwanamke wa Mide ambaye ni Nicole. So Sera akajitambulisha, samahani naitwa Sera. Udem akasema naitwa Nicole, ni mke wa Mide, nikusaidie nini? Mide akawa ametokea hapa akasema, oh Sera. So Mide baada ya kuona Sera amekuja hapa ikabidi amtoe nje kwa ajili ya kuweza kuongea naye. So akaanza kumwambia kwamba naomba uweze kunisamehe kwa kitu ambacho umekiona sasa hivi. So Sera akasema, kwa hiyo kumbe ulikuwa unanidanganya muda wote? Umeniambia kwamba unampa talaka mke wako. Mbona namuona pale nyumbani na amemshika mtoto? Vipi? Umeona? So
Mide akasema sikiliza, huwezi kunielewa mapema lakini inabidi unipatie wakati niweze kueleweza. Sera akasema sitaki hata kusikiliza. Yaani nimeshajua ulikuwa una mpango gani na mimi. Ulikuwa una mpango kunichezea, kunidanganya. Ndio kama kawaida yenu wanaume. Siku zote mpogo hivyo. Uliniambia utamwacha mke wako ni mtu mbaya lakini mwisho wa siku umerejea kwa mke wako. Umeona Na kumbuka ile kauli ya watu kwamba mke wa mtu ama mume wa mtu utokee kabisa kucheza naye, na anajiona mjinga kuweza kukuamini wewe ambaye ni mume wa mtu. So ikabidi Sera aweze kuondoka hapa, na Mide alitaka kumuelewesha kwamba Nicole amekuja nyumbani na ameniomba msamaha, na kumbuka kwamba huyu ni mama wa mtoto wangu, inabidi nimpatie nafasi nyingine, nikiona amezingua niweze kuachana naye, lakini Sera kuweza kumsikiliza. So ikabidi Mide ingie ndani na Nicole akamwambia mume wangu kila kitu kiko sawa. Jamaa akasema kiko sawa. Sera amerudi kwa mamake huku, mamake alikuwa anatandika zake hapa analia sana. Mamake anamwambia vipi mwanangu, mbona unalia? Mbona unishtua, kuna kitu gani? Mbona? So Sera akamwambia mamake, ulikuwa sahihi mama, ameniumiza, amesema kwamba yeye amerejeana na mke wake. So mamake akawa amemkumbatia baada ya kumuona Sera bwana ametumiwa mwanangu, alafu mwisho wa siku jamaa amerejea kwa mke wake. So Nicole akawa amechukua tena nafasi ya pili kwa Mide, na Sera alikuwa anategemea kabisa kwamba labda yeye ndo anaweza kuwa girlfriend wa nani, wa Mide. Ikawa ni tofauti kidogo. Basi unaambiwa huku leo Sera alikuwa anafanya usafi nyumbani, anashangaa kuna kiwango kimeingia pale, kuna message ambayo imeingia kutokea kwenye chuo chake. Akawa anashangaa, jamani. Akamepiga kelele pale, mamake akamwambia vipi? Sera, kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Akasema mama usijali. So baadaye anakuja kumwambia mamake kwamba nimepata scholarship. So mamake anasema siamini. Akasema ndio, angalia pesa ambayo imeingia hapa na ujumbe huu hapa kwamba sasa hivi naweza nikasomeshwa na naweza nikaendelea na masomo yangu. Basi mamake na Sera kama fly akasema kwa hiyo unarudi chuo? Akasema ndio. Umeona? So huku leo upande wa pili tunamuona Sera ameenda chuoni pale na ameenda kukutana na chairman wa chuo chao, na chairman akamwambia hiyo barua uliyoiona ambayo umetumiwa huo ujumbe ni sahihi kabisa kwamba umepata scholarship na unaweza kusomeshwa sasa hivi bila kulipa hata shilingi 100. Basi Sera kabidi kumshukuru chairman. Akasema nakushukuru sana chairman. Akasema no, utaki kunishukuru mimi, unataka kumshukuru jamaa ambaye anaitwa Olamide. Akasema Mide. Akasema ndio mtu ambaye amekupambania mpaka umepata hiyo scholarship. So demo ikabidi one kwamba kumbe Mide ndo amefanya haya yote. Mide akawa anakuja huku pia akakutana na Sera pale anatoka kwenye ofisi ya chairman. Akasema hi. Basi Sera kabidi amwambie kwamba nakushukuru kwa kitu ambacho umeweza kunifanyia. Mide akasema sawa, na kushukuru pia kuweza kushukuru. So jamaa kama ameingia kwenye ofisi ya chairman, na chairman akamwambia umepishana na rafiki yako, amepita hapa so muda mrefu. Akasema nimepishana naye na amefurahi sana baada ya kuweza kupata scholarship. Akasema unajua tokea baba yako alivyokuwa mwenyekiti wa hichi chuo alifanya mambo makubwa sana, kwa hiyo mimi kusaidia kwenye hili hapa naona kama vile ni baraka pia. So kumbe babake na Mide alikuwa ni chairman wa hichi chuo, ndo maana hata ameweza kufanya connection ya kuweza kumsaidia Sera aweze kupata scholarship. So ni mambo ya connection hivyo. So huko nyumbani leo Mide alikuwa na mke wake, na mke wake akaanza kumwambia kwamba najua nimekuuzi sana mume wangu, na najua nimekufanya mambo mabaya sana ambayo hustahili hata kunisamea, lakini na kuomba kwa ajili ya mwanetu uweze kunipatia nafasi nyingine kwenye moyo wako, na kuahidi kwamba nitakuwa mke bora na kila nilichokuahidi naweza kukifanya. Na kitu kingine, najua utakuwa umeweza labda kunichiti nilivyokuwa nimeondoka kwenye zile wiki 3, na kuelewa kabisa kwa sababu ulikuwa unahitaji kabisa mahitaji ya mwanamke, lakini mimi sikuwepo kama mke wako, kwa hiyo naomba uweze kunisamee. Basi jamaa akasema haina shida, kama umeweza kukiri yote mimi niko tayari kuweza kuanza upya. Basi naambia mpaka huo usiku unaambiwa Nicole akaanza kumpatia penzi, unaambiwa anataka kuforce kupata penzi kutokea kwa Mide. Mide alikuwa bado ana hasira, lakini akawa anaforcewa na Nicole waweze kufanya mapenzi hapo. So ikabidi jamaa aweze kukubaliana na hicho kitu, na unajua kabisa mwanaume na mwanamke kama walikuwa wamegombana wakifanya mapenzi, basi mambo yanakuwa yameisha hapo. Basi jamaa akawa amefanya mapenzi na mambo yakawa yameisha hapo. Huko upande wa pili leo unakuja kupata taarifa ambazo sio nzuri. Unaambiwa polisi wamekuja kwenye nyumba ya kina nani? Ya kina Nicole na Mide. Na polisi wamekuja kumchukua nani? Kumchukua Nicole. Mide anashangaa, vipi jamani? Polisi tena? Inakuaje? Polisi wakasema mke wako yuko chini ya ulinzi kwa kuweza kusababisha kifo cha jamaa mmoja anaitwa Mr. Tony, na huyu jamaa amekutoka kwenye hoteli moja huko Abuja, amekufa na mke wako alikuwa naye. Basi jamaa akawa anacheka akasema hamna, mtakuwa mmefanya makosa. Mke wangu hawezi kufanya mambo ya mauaji bwana. Mmekosea nyumba nyinyi. Na Nicole anasema ndio mume wangu, wananisingizia. Basi polisi wakasema mambo yote mtaweza kuyaongea kituoni. So sasa hivi Nicole uko chini ya ulinzi na unatakiwa ukae kimya hapa. Mide akasema jamani mpo serious? Akasema ndio, mke wako amesababisha kifo cha Mr. Tony Abuja. Basi kweli unaambiwa Nicole? Akasema hamna mume wangu, sikiliza, mimi sikuweza kusababisha kifo chake, sikumuua. Nilala naye na tulivyokuwa nafanya mapenzi jamaa alifaint, yani jamaa alizimia tu ghafla na akafariki hapo. So mimi nikakimbia. Watu wanasema mimi nimemuua, mimi sijamuua. Jamaa ikabidi ashangae kwamba kumbe ulikuwa Abuja, ulikuwa na mwanaume mwingine.
unalala na wanaume wengine Abuja, alafu umendanganya ulienda kwenye party ya rafiki yako, alafu mwisho wa siku pia huyo mwanaume amekufa. So jamaa akawa anashangaa mke wake amekuaje? Yaani mke wake anaweza kufanya mambo, anamsikiliza tu. Polisi wakamchukua Nicole na wakampeleka kituoni. So leo ikabidi amuite babake na Nicole na amuite pia na mama yake na akamweleza kila kitu ambacho kimetokea. Babake na Nicole akabaki kushangaa kwamba mtoto wake anaweza kufanya mambo, kuua, lakini pia kusababisha kumwacha mume wake na kwenda kulala na wanaume wengine. So hichi ni kitu ambacho babake na Nicole akasema, Nicole umenipatia aibu sana kwenye familia yangu. Umeona? So jamaa yetu media akasema inabidi tutafute wanasheria ambao ni nguli ili tuweze kumsaidia asiweze kupelekwa ndani. Umeona? So ni kitu ambacho jamaa yetu baada ya yote ambayo yamefanyiwa, lakini bado alikuwa anataka kumpambania Nicole aweze kutoka kwa sababu ni mama wa mtoto wake, hatakiwi kwenda kufia jela huko. So mama yake akasema, mwanangu una moyo sana. Baada ya kufanyiwa yote, lakini bado anataka kumsaidia huyu binti. Umeona? So ni kitu ambacho hata babake na Nicole akawa ameshangaa, lakini jamaa akasema kwamba Nicole akishatoka na mambo yote akiisha, sihitaji tena kuwa naye, nampatia talaka na tuweze kuachana. Basi unaambiwa ikawa imeisha hivyo. Basi jamaa yetu ikabidi amuite leo Sera na amuombe aweze kuongea pamoja. Basi Sera akawa amempatia nafasi, wakawa wamekaa sehemu moja wakaanza kupiga story. Jamaa akampatia story nzima kwamba anamuomba msamaha kwa yote ambayo ameyafanya, na alikuwa anajaribu kumpatia nafasi ya pili mke wake, lakini haijawezekana. Kwa hiyo angeomba aweze kumsamehe kwa yote ambayo amemfanyia Sera, lakini pia asiweze kurejea kwenye mapenzi na Sera, lakini aweze kumpatia urafiki tu, nafasi ya urafiki ili aweze kufahamiana zaidi, na kama ita click kuweza kurudia kwenye upande wa mapenzi basi iwe hivyo. Lakini jamaa alikuwa anajifuta hapo kwamba mimi nilikuwa sio rafiki mbaya, na sio kwamba mke wangu alivyorejea mimi nikakusahau wewe ambao umenifanyia mema muda mrefu. Kwa hiyo naomba uweze kunipatia nafasi ya urafiki tu, tuweze kuwa marafiki. Basi Sera akasema sawa. Pia media akasema kama inawezekana unipatie pia mwanamke mwingine ambaye unamwamini aweze kunisaidia kuweza kumlea JJ. Sera akasema unihitaji mimi niweze kumlea JJ? Akasema no, sikuhitaji wewe, kwa sababu nikikuhitaji wewe itakuwa ni haraka sana tutarejea kwenye mapenzi, lakini pia sitoweza kukupatia nafasi ya kuweza kufocus kwenye mambo yako ya shule. Kwa hiyo inabidi sasa hivi ufocus kwenye shule, lakini pia mambo mengine kama Mungu atasaidia tutaweza kurejea mbele kuwa pamoja, basi itakuwa hivyo. Basi wakawa wamekubaliana hivyo, na basi jamaa yetu akawa amemshukuru Sera kwa yote ambayo wamefanyiana, na movie yetu ikawa imeishia hapa. Na Nicole unaambiwa akawa ametoka jela na akawa ameachana na mshikaji. So mbeleni inaonekana kabisa Mide alikuwa na Sera, yani aliweza kuingia kwenye mahusiano na Sera kama ilivyo kuwa mwanzo. So niambie kwenye comment section umejifunza nini kupitia hii movie ya leo. Mimi ni Swallow CK, utakuwa umetisha kinoma noma kama nitaona ujumbe wako hapo chini, lakini pia utasubscribe hapo kwa ajili ya movie mpya kali kila siku mimi nakuletea hapa kwenye Storytime 360. Thank you for your time, thank you for watching, bye bye.